Muktasari wa habari za Busia Boda FM. Ni saa 9 kamili majira Afrika Mashariki. Popote ulipo mpenzi msikilizaji, karibu katika muhtasari awamu ya saa 9. Jina langu ni Collins Imito. Kamati ya utekelezaji ya bunge la kaunti ya Busia imetoa onyo kali kwa maafisa wakuu kwa serikali ya kaunti ya Busia wakiongozwa na mwenyekiti wa kamati hiyo Zaccheus Kubasu. Madiwani hao wanasema kuwa idara nyingi za serikali ya kaunti hiyo zimefeli kutekeleza miradi ya maendeleo katika kipindi cha miaka ya kifedha iliyopita. Gavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga ameomba msamaha kwa matamshi yake hapo jana kuhusu kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Kahiga ameiomba familia ya Odinga msamaha akisema kwamba matamshi yake hayakuwa ya kikejeli kifo chake. Amesema atabeba msalaba wake na pia ameamua kujiuzulu mara moja kama naibu mwenyekiti wa baraza la magavana humu nchini. Aidha, Kahiga amesema anajutia matamshi yake, lakini matamshi hayo ya jana ni yake binafsi na wala si matamshi yanayowakilisha jamii nzima ya Mlima Kenya. Licha ya serikali kuu kutenga fedha za kuwasaidia wajane kujimudu kimaisha, wajane wengi katika eneo bunge la Butula katika kaunti hii ya Busia wameelezea kupitia changamoto si haba. Wajane hao wamesema wanapitia changamoto kama vile za kiafya, ambapo kwa sasa wanaitaka serikali katika kuingilia kati ili kupambana na changamoto hizo pamoja na kumudu elimu ya watoto mayatima. Wakizungumza katika kanisa Katoliki eneo la Bwaliro wakati wa hamasa iliyoandaliwa na usimamizi wa kanisa hilo, wajane hao walisema kuwa wanapitia wakati mgumu punde tu waume wao wanapoaga dunia, hasa kukidhi mahitaji ya watoto wao. Kwa mujibu wa padri katika kanisa la Katoliki la Bwaliro, Robert Kizito, amesema ipo haja serikali kuu na za kaunti kubuni hazina ili kuwapiga jeki mayatima na wajane. Kwamba watakuwa wakisaidia watoto, lakini hakuna hata mmoja wao huwa anasonga karibu na mimi. Mimi niliwacha na watoto 4. Kijana yangu akaaga, akaniachia watoto 4 tena. Bado ni wachanga, hata mmoja wako hapa mdogo. Ilikuwa shida kabisa kulea hawa watoto. Vile naweza pata mapato ya kulea hii watoto ilikuwa ni shida kubwa. Kwa sababu hakuna mtu mwingine nyuma yule alikuwa anaweza kunisaidia. Hawa watu ambao wanapitia hali ngumu wasikae tu kwa ofisi na kusema tumetuma watu. Watembee na magari haya ya serikali wakiangalia vile hawa mama wanaishi. Wengine hata hawana nyumba, wengine hata hawana makazi, wengine hata hawana chakula, wengine wanapitia hali ya uchochole sana. Na ndio nikaanza hii safari ya kuwasaidia, na naalika wahisani ambao wanaweza kuniunga mkono tusaidie hawa wajane na mayatima, pamoja na serikali pia tuunge mkono. Na tuangazie kisa kingine cha kutamausha ukule kaunti ya Kakamega, ambapo wakazi wanaoishi katika eneo la makaburini na viunga vyake katika kaunti ya Kakamega wanaitaka serikali ya kaunti hiyo kuhakikisha inawatuma maafisa wa usalama ili kufyeka na kuweka eneo hilo ambalo ni la kuzika wafu. Wakazi hao wanasema eneo hilo limekuwa wazi zaidi ya miaka 25 na sasa eneo hilo litakuwa linatumiwa kuwazika watu kisiri hata majira ya usiku, huku wezi wakifukua miili hiyo na kuiba majeneza na vitu vya dhamani na kuziuza tena kwa wauzaji wa majeneza hayo. Umeshuhudia miili, unapata kaburi mtu amesikwa na baadaye unapata wametoa sanduku mkono na kusalamia. Hiyo inamaanisha nini? Mnapata mwili inakusalamia kwa sababu jeneza imefanya nini? Imerudi. Na wauzaji majeneza, mimi ninawajua vizuri sana. Hii jeneza haiendi kutengeneza kuni. Hii jeneza
inarudishwa kule, mnarudisha tena baadaye. Lakini hivi majuzi tumepata mtoto huko chini, umbwa walikuwa wamevuta mtoto, wanakula mtoto huko chini. Leo usiku kwa mkeleo tena inapatikana mtu wamefukua hapa, wamemfukua, wamechukua kaburi. Sasa wizi ya majeneza imeanza hapa. Sisi tunashtukia hapo tu amezika. Tunashtukia hapo tu mtu amezikwa, hata hatujui wanazikanga wapi. Kwa sababu ni kichaka, inatakana ifiekwe. Nukiambia watu wafieke wanataka pesa. Unaweza pata mtu, saa yenye mtu anazikwa, watu ndio wamesimama wako wengi. Kumbe wako na lengo tofauti. Lakini wezi wote wanajificha hapa. Wakora wanajificha hapa. Umbwa mwitu inajificha hapa. Yaani inamaanisha kwamba hatuna serikali. Hapo kwa TC kulikuwa na sumu ya kuua umbwa bweke. Na walikuwa wanaua umbwa hiyo na zinakufa. Hizi umbwa zimeuma watoto hapo ng'ambo skip. Unasikiliza 89.9 Busia Boda FM. Kufikia hapo mpenzi msikilizaji, ndipo natamatisha muktasari awamu ya saa 9. Awamu ya saa 10 tuungana naye Diana Awor kwa habari zetu kiukamilifu hapo awamu ya saa 10. Mimi nakuaga, tunaona hapo siku ya kesho kuanzia saa 6 hadi saa 9 jioni. Mimi ni Collins Imito, wana Boda Drive wanateka anga kwa sasa. Huo ndio mwisho wa muktasari wa habari za Busia Boda FM.